majina naitwa Ana Mariam Leoni, ni mwanzilishi na msimamizi au mkurugenzi mwendeshaji wa kampuni ya Naki Group Limited ambayo tunajihusisha na uboreshaji na uongezaji thamani zao la alizeti kwa kuzalisha mafuta ya alizeti. Tunapatikana mkoa wa Manyara, wilaya ya Hanang', kata ya Ganana, kijiji cha Ganana A. Tulianza uzalishaji wa mafuta ya alizeti mwaka 2020. Hili wazo lilikuja baada ya kuona kwamba kabla hapo nilikuwa nalima na kuuza mazao, lakini baada ya kuona kwamba kunakuwa na mhangaiko wa kupata soko, lakini pia unapouza mazao ghafi huwa unapata faida ndogo. Kwa hiyo nikapata wazo kwamba niongeze thamani zao ili kuweza kuzalisha bidhaa, na kwa haraka kilichonijia akilini lilikuwa zao la alizeti. Kwa hiyo tukawa tumeanza uzalishaji wa mafuta ya alizeti. Awali, kabla hatujawekeza katika kuwa na vifaa vyetu vya uzalishaji, tulikuwa tumetembelea baadhi ya viwanda ili kuona kama tunaweza kushirikiana nao, sisi tukawa tunayapack na kupeleka sokoni. Lakini kutokana na kwamba hatukuweza kupata bidhaa yenye ubora, ili tulazimu sisi kuanza kufikiria kuwekeza katika mashine ambazo zinaweza kuzalisha mafuta bora, mafuta safi, mafuta ambayo yanaweza kuwa ni salama kwa watumiaji. Kwa hiyo ndo tukaanza uwekezaji mwaka 2020 na tukanunua mashine ya kwanza tulionunua ilikuwa mashine ya kukamua mafuta ya alizeti. Kwetu chapa kazi na umahiri tunatupilia mbali, hofu haikwamishi. Kwetu chapa kazi na umahiri tunatupilia mbali, hofu haikwamishi. Kama ambavyo nimetangulia kusema kwamba safari ya ujasiriamali ni safari ya maisha. Ni safari ambayo mtu unaianza ukiwa unatarajia kwamba utafika mbali. Kwa hiyo inahitaji uvumilivu, inahitaji subira, inahitaji kujitoa. Sisi Naki kwa muda wa miaka 5 tumefanikiwa kuzalisha mafuta ya alizeti yenye ubora, lakini pia tumeweza kupata wadau mbalimbali wa kutusapoti katika maendeleo na kuweza kuwafikia wakulima ambao wako ndani ya wilaya ya Hanang' kwa kuwapatia elimu ya kilimo bora, lakini pia tumewapatia mafunzo jinsi gani wanaweza kuimarisha kilimo chao kutoka katika kilimo cha kujikimu na kwenda kwenye kilimo cha biashara, na tumewafundisha jinsi ambavyo wanaweza kutunza mazingira kwa ajili ya kuendana na mabadiliko ya hali ya hewa. Mpaka sasa hivi tumeweza kuwafikia wakulima 1500 ndani ya wilaya ya Hanang', ambapo 85% ni wanawake na vijana. Hawa wanawake tumewarahisishia shughuli za kilimo, kwa maana kwamba tuliweza kuwagaia pembejeo za kupandia ili kuweza kurahisisha shughuli za kilimo wafanye kwa wakati, lakini pia tunawafundisha jinsi ambavyo wanaweza kushirikisha familia zao kwa maana ya waume zao katika shughuli za kimaendeleo. Kwa hiyo tunawafundisha mambo ya gender equality, lakini pia na utunzaji wa mazingira kwa kupanda miti na kuhakikisha kwamba wanaepuka uharibifu wa ardhi kwa kulinda ardhi zao na kutengeneza kultura. Mbali na hapo, bidhaa zetu nyingi zinauzwa na wanawake kwa sababu mafuta ya kula yanatumika katika familia, lakini pia ukiangalia wamamalisha wengi wanaofanya biashara hizo ni wanawake. Kwa hiyo kupitia mafuta yetu tumeweza kuwasaidia wanawake wajasiriamali ambao wako kwenye sekta ya chakula kuweza kuwapa bidhaa bora ili wanapotengeneza vyakula vyao viweze kuwa bora. Kwa ndani ya wilaya ya Hanang' tuna baadhi ya wanawake ambao tumewawezesha na wamekuwa mawakala wetu wazuri wa kutumia mafuta yetu, lakini pia wa kuzalisha bidhaa zingine kwa kutumia mafuta yetu na kupata wateja na kupata uchumi. Tunapoelekea maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, nitumie fursa hii kuwaasa wanawake wenzangu kwamba tunapofanya shughuli hizi za maendeleo tunagusa jamii, tunagusa familia. Kwa hiyo tujue jinsi ambavyo tunaweza kulinganisha matumizi yetu ya muda kuhakikisha kwamba familia zetu zinakuwa salama, lakini wakati huo jamii pia inakuwa salama, lakini pia tunakuza uchumi katika familia na katika jamii. Mara nyingi wanawake tumekuwa tukijihusisha katika shughuli za kijamii za kiuchumi kwa maana ya uzalishaji,
na kusahau jukumu letu la msingi la kifamilia. Kwa hiyo tunapoelekea siku ya wanawake, nitumie fursa hii kwamba sisi wanawake ni walezi wa familia, ni walezi wa jamii. Kwa hiyo tuhakikishe pamoja na kwamba tunapambana usiku na mchana kufanya shughuli za kiuchumi ili kuweza kupata kipato, kusaidiana katika familia, lakini jukumu letu la msingi la ulezi wa familia libaki kuwa kipaumbele, ili kuepusha vijana wengi kukua kwa kukosa maadili, lakini pia kuepusha janga la watoto wa mitaani. Tunapowalea watoto wetu katika maadili na kuwafundisha katika maadili, tunapunguza wimbi la vijana kukosa ajira, lakini pia tunapunguza wimbi la vijana la kuzurura mitaani. Lingine pia ambalo napenda kutumia wakati huu kuongea na wanawake wenzangu, tunapofanya shughuli hizi za kiuchumi, tupende kushirikisha familia zetu. Kama ni mama, shirikisha watoto wako wajue shughuli unazozifanya ili kesho waweze kudhirithi na kuendelea nazo. Lakini pia kwa namna nyingine tutakuwa tumeisaidia serikali kupunguza janga la ukosefu wa ajira, kwa sababu tutatengeneza ajira nyingi katika ngazi ya familia kwa hizi biashara za familia ambazo tunazifanya. Kwa kama wewe unafanya shughuli ya chakula, wafundishe watoto wako kufanya ile shughuli na kesho watatengeneza ajira kupitia shughuli ya chakula. Kadhalika kilimo au uzalishaji wa aina yoyote. Kwa mambo makubwa ninapenda kuwasia wanawake wenzangu, tujitahidi kuhakikisha kwamba tunalinda malezi ya familia, lakini pia tunatengeneza ajira ndani ya familia zetu kwa watoto wetu kwa shughuli tunazozifanya.